Na mtazamaji wa Tanzania Panorama Media, timu nzima ya Tanzania Panorama Media tuko hapa mkoani Katavi. Tupo ndani kabisa ya bandari ya Karema inayopatikana hapa katika mkoa wa Katavi, na lengo la sisi kufika hapa ni kujua nini ambacho kinaendelea katika maboresho ya bandari hii ya Karema, lakini pia fursa ambazo zitaenda kupatikana hapa katika bandari hii ya Karema na faida nyingine nyingi ambazo nchi itafaidika nazo kupitia maboresho haya ya bandari hii ya Karema. Zaidi ni kwamba nikwambie tu mtazamaji, tutapata kuzungumza na meneja wa bandari hapa apate kudadavua, lakini pia kutuelezea kiundani zaidi kuhusiana na historia ya bandari hii ya Karema, nini dhima ya maboresho ya bandari hii ya Karema, lakini pia wananchi wanaozunguka eneo la bandari hii wataenda kufaidika kwa namna gani. Mimi ni Naspo Mayunga na hii ni Tanzania Panorama Media. Bandari hii ya Karema ambayo ni bandari ya kimkakati imejengwa na kampuni ya Kichina kwa gharama ya pesa ya Tanzania bilioni 47.9 na ikaanza kazi rasmi tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2022. Kwa ni bandari ya kimkakati ambayo lengo lake ni kuhakikisha kwamba inakomboa na kukuza uchumi wa eneo hili na hata wa nchi jirani za DRC Congo na Burundi. Kama nilivyosema, sasa hivi mzigo mwingi unakwenda DRC Congo na Bujumbura. Kwa hiyo tunategemea katika kwamba bandari hii itafunguka zaidi pale ambako barabara ambayo inakuja huku itakuwa imekamilika. Changamoto kubwa ya bandari hii ni kufikikwa au accessibility, ni kwamba haina barabara ambayo inafika huku. Kwa hiyo tunaamini kwamba barabara ikikamilika hapa tutapokea mzigo mkubwa sana wa eneo hili, lakini pia tunatarajia kuwepo kwa SGR kwa ajili ya kumake sure kwamba inashirikiana na barabara katika kuhudumia bandari hii. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba bandari hii itakuwa ni kubwa zaidi in terms of kuhudumia mizigo, kwa sababu ni bandari ambayo ya kisasa, imejengwa katika eneo ambalo la kisasa, na ujani wake na upande wa pili wa ziwa ni nchi jirani za DRC Congo na Bujumbura na Burundi. Meneja, ulikuwa unazungumzia kuhusiana na eneo ambalo limetengwa kwa ajili ya Wachina ambalo walihitaji kwa ajili ya kutengeneza meli ambazo zitaenda kutumika katika bandari hii. Naam, sasa nilikuwa natamani utuelezee kiundani zaidi kuhusiana na eneo hili, Wachina wanalitumia kwa namna gani hasa katika matengenezo hayo ya meli? Asante sana kwa swali zuri. Labda tu kwa kuanza nianze tu kukupa historia fupi tu ya hili eneo. Hii ni bandari ya kimkakati, bandari ya Karema ambayo kimsingi imeanza kazi rasmi tarehe 1 mwezi wa 9 mwaka 2022. Imeanza kazi na kwa bahati mbaya imeanza kazi labda niseme kabla ya muda wake husika wa kufunguka. Ila sasa hivi tunapoongea ni kwamba bandari sasa hivi imeanza kufunguka. Tutakuwa kwa kiasi kubwa sana. Bandari hii kama unavyoiona ni bandari ya kisasa au wenyewe mnaita state of the art port. Bandari ya kisasa na ina miundombinu mingi sana ambayo inaifanya iwe ya kisasa. Kwanza ina gati la mita 150 gati ambako meli zinafunga, lakini pia ina eneo la wazi ambao mtaiona hapa ambao ni square mita 22,500 wazi. Ni eneo ambalo ukipanga container kwa standard ya 2.2 inaweza ikachukua mpaka container 1,800. Lakini pia tuna ghala la kuhifadhia mizigo ambalo lina mita za mraba 2,000 iko pale kubwa kabisa, na pia tuna muundo fulani wa kuchuja maji uko pale umetengenezwa vizuri kabisa wa kisasa. Lakini pia tuna matenki ya maji kwa matumizi ya hapa, lakini pia kwa dharura in case of fire ambayo yana ujazo wa lita 3,200. Lakini pia tuna ofisi mbalimbali, tuna jengo la
la utawala, kwa maana kwamba ndio ofisi za bandari, lakini pia tuna ofisi za wadau muhimu. Tuna watu wa uhamiaji, watu wa afya, tuna watu wa TRA, watu wa TMA, watu wa hali ya hewa, lakini pia tuna karakana ndogo hapo ambayo tunatumia kwa ajili ya kutengenezea vyombo vyetu. Kwa hiyo ni bandari ambayo ina facilities au miundombinu yote ya msingi katika eneo hili kwa ajili ya make sure kwamba shughuli zinafanyika vizuri. Kwa hiyo hiyo ndio bandari yetu ya Karema, bandari ya kimkakati. Kama nilivyokuwa nimesema kuhusu issue ya matumizi hapa. Bandari hii imekwama kidogo huku nyuma kwa sababu ya accessibility, ufikwaji wake. Kwa sababu bahati mbaya kama ulivyoona baba yetu haiko nzuri sana, lakini so far sasa hivi mkandarasi uko site anashughulikia, lakini serikali kwa kuona kwamba ufikaji wake hauko mzuri sana na hivyo haija attract mzigo mkubwa, ikaamua kuingia sasa katika mkataba na kampuni ya Kichina inaitwa Gold Voyage Logistics, kampuni ambayo iliamua kuingia mkataba wa kujenga meli zake 4. Ya mkataba umeanza rasmi tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka jana, na ni eneo hili ambalo liko nyuma yetu hapa, wamejenga meli 4. Mpaka sasa hivi tunapoongea ni kwamba hizo meli zimekamilika kujengwa na kila meli ina uwezo au capacity ya kubeba mzigo wa tani 2000 kila meli. Kwa hizo meli zilizojengwa ziko majini, ziko kwenye finish touches. Hapa sasa hivi tunapoongea meli ya kwanza itaanza kazi rasmi mwishoni mwa mwezi huu. Na hii kampuni kimsingi inatakiwa hizi meli zikafanye kazi baada ya Kigoma, lakini kwa sababu Kigoma sasa hivi inakarabatiwa, wanaanza kazi kuleta mzigo hapa. Wanaanza kupeleka mzigo wa sulfur karibu tani 10,000 kwa mwezi, lakini pia watakuwa wanaleta mzigo wa madini ya lithium kutoka DRC Congo, maeneo ya Manono. Tutakwenda kuja kwa mwezi, wamepanga kuleta tani 30,000 kwa mwezi kule kupitisha hapa. Unapitisha hapa alafu inaenda kwa barabara mpaka Dar es Salaam, then inakwenda kwenye masoko ya Ulaya na Asia. Kwa hiyo ndio taarifa ambao sasa hivi wamejipanga kwa ajili ya kumake sure kwamba bandari hii inatumika ipasavyo. Lakini miundombinu inaendelea kurekebishika kwa maana ya barabara. Pia tunatarajia kuwa na SGR hapa. Kwa hiyo tunaamini kwamba bandari ya Karema itafunguka na itakuwa ni lango kuu la biashara katika ukanda huu wa Katavi na eneo hili la Tanganyika. Sawa, umesema kwa upande wa meli ambazo wametengeneza mpaka sasa ni 4. Pengine kwa idadi ya ujumla wana mpango wa kutengeneza meli ngapi ambazo zitaenda kuleta faida hapa kwetu nyumbani? Kwa sasa hivi mpango ni kuwa na meli ambazo zimeshakamilika, lakini upo wazikama pia wakafikiria kuweka meli zingine. Hizi meli 4 ni kwa ajili ya wao wenyewe tu basi. Ni kwa ajili ya matumizi. Yes, mzigo wao. Lakini of course wanaweza waka opt pia kuchukua mzigo mwingine, lakini mausi kwa ajili ya mzigo wao. Kwa hiyo idea ya kuwa na meli zingine wanaweza akawa nayo, lakini bado haijafikiwa rasmi kwamba wanajenga meli zingine zaidi. Okay. Yeah. Kwa upande wa wananchi ama wakazi wa eneo hili la Karema, pengine wanafaidika kwa namna gani na bandari hii ya Karema? Swali zuri sana. Fursa ziko nyingi sana hapa. Okay. Kwanza katika utendaji wenyewe wa meli, wameengage au wamewachukua wazawa au vijana wa hapa wa eneo hili. Kwa hiyo wamefanya nao kazi, wanapata kipato kiuchumi, lakini pia kiteknolojia, amini kiujuzi na ufundi. Wamefaidika na ile elimu ya kutengeneza meli. Lakini sio hivyo tu, pia kwa wao kuwepo hapa wametumia maeneo hapa mengi tu, mambo ya makazi, lakini pia hata maisha yao kwa jumla, wameongeza uchumi wa eneo hili. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba fursa kubwa ambayo imetokea hapa ni ajira kwa wakazi wa eneo hili, vijana na watu wa rika mbalimbali. Kufaidika sana na ajira ambayo of course imekuwepo kwa muda mrefu kipindi chote cha Tanzania, lakini pia itaendelea kuwepo kwa sababu sasa hivi inafunguka zaidi. Kwa hiyo watakuwa wanafanya kazi hapa na wamedhamiria kuengage vijana wengi katika shughuli zao
ufundi wa kuendesha vyombo vyao, lakini pia hata shughuli zote za kibandari. Kwa hiyo tunaamini kwamba eneo hili, uchumi wa eneo hili utaongezeka, lakini pia uchumi wa mtu moja moja, jamii na hata familia utaongezeka pia. Yeah. Sawa. Kwa upande wa tuseme, kwa upande wa usalama sasa, turudi kwa upande wa usalama kwa mtu ambaye anatamani kuja kuitumia bandari hii ya Karema. Hali ya usalama wa abiria tuseme kama kwa upande wa abiria, lakini pia mizigo na shughuli nyingine za kiuchumi ambazo zinaendelea hapa, pengine mmeziimarisha kwa kiwango gani? Ni kweli kwamba bandari hii iko mpakani, hiyo katika ziwa Tanganyika ambayo inapakana nchi nne na Tanzania yenyewe, Zambia, DRC Congo na Burundi. Kwa hiyo tuko mpakani. Kwa hiyo katika eneo hili tuna vyombo vya ulinzi na usalama mbalimbali kutoka katika eneo hili. Of course TPA ina askari wake wa ndani, lakini pia tuna askari wa serikalini kwa maana ya watu wa usalama wa taifa, tuna polisi, tuna polisi wako hapa, lakini kwa hiyo ulinzi kwa jumla umeimarishwa, na tunawashauri sana wananchi kwa sababu ya muundombinu huu ambao uko hapa, wautumie vizuri katika kupata usafiri wao ambao ni salama. Baada ya kupanda maboti huko uchochoroni, waje kwenye hili ambao ni salama, ambao ni usafiri ambao una uhakika, waje wapande wapate usafiri ambao una uhakika, ambao una usalama zaidi. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kuna usalama wa nchi na nchi, lakini pia kuna usalama wa individuals, mtu mmoja mmoja, kuona kwamba waweze kupata usafiri ambao unaaminika katika eneo ambalo ni salama, ambalo limetenga kwa ajili ya kazi hii. Kwa upande wa kutokana na kanda ambazo mpaka sasa ipo mpakani, na pengine ni majirani, kwa upande wa majirani ambao wanazunguka bandari hii, ni ukanda gani ambao wamekuwa wakitumia fursa hii ya bandari kwa kiwango kikubwa zaidi, na bidhaa gani ambazo zimekuwa zikiingia hapa nchini kupitia bandari hii zaidi? Wateja wakubwa wa bandari hii ni wa Kongo, DRC of course ni wakubwa zaidi, lakini pia Burundi yenyewe pia sasa hivi makaa ya mawe. Sasa hivi mzigo mkubwa ambao uko hapa kama ambao utaona ni makaa ya mawe. Makaa ya mawe yameweza kusafirishwa kwa mwingi sana. Tangu bandari hii imeanza mwaka 2022 tumeshahudumia zaidi ya tani 23,000 na tumeshahudumia abiria zaidi ya 10,000 na zimeshafunga takriban meli 14. Kwa hiyo tunaona kwamba ni vyombo vingi vinakuja, na wateja wakubwa na wafanyabiashara wakubwa wa eneo hili ni kutoka Kongo. Mzigo mingi kutoka Kongo, lakini vile mzigo mingi unakwenda Kongo, lakini sasa hivi makaa ambayo mengi sasa hivi Burundi. Kwa hiyo unaweza kuona hizi nchi mbili kwa maana ya DRC Congo na Burundi ndio wateja wetu wakubwa sana, lakini bahati mbaya Zambia iko kidogo mbali kidogo, lakini wateja wakubwa sasa hivi hapa ni DRC Congo na Burundi, ambao ni mzigo mkubwa ni makaa mawe. Kwa hiyo hapa biashara kubwa hapa ni export zaidi ya import. Tupate mzigo mwingi sana unakuja hapa, tukao na mzigo lakini sio kwa sana. Kwa hiyo tunaamini kwamba ujio wa hizi meli na hii biashara ya madini utafanya hata ule mzigo sawa kuja ambao nimesema kama lithium takriban tani 30,000 kila mwezi itakuwa ni mkubwa sana. Kutoka na biashara ambayo ni two-way traffic, mzigo unakwenda sulfur tani 10,000 plus makaa ya mawe ambao sasa hivi on average kila mwezi wanapeka kama tani 3,500 kila mwezi. Lakini sasa hivi kutokana na mfumuko wa wateja wengi hapa, sasa hivi wameshakuja. Sasa hivi takriban tutakapo karibuni 4 nasafisha makaa ya mawe hapa. Kwa hiyo tunaamini kwamba hiyo takwimu itabadilika, itakuwa kubwa zaidi, na pia tutakuwa na takwimu pia ya mzigo ambao utakuwa unakuja wa lithium kutoka Wanono takriban tani 30,000. Okay. Upekee unaopatikana katika bandari hii ya Karema ambao pengine inaweza ikamvutia mtu au ikavutia tukavutia tunasema wawekezaji wengi zaidi ama wateja wengi zaidi kutumia bandari hii? Kama unavyoona bandari hii, kama nilivyosema, naweza nikasema kwamba ndio bandari nzuri na ya kisasa kwa sasa hivi katika hili ziwa Tanganyika. Unaenda Mpulungu, unaenda Kalemi, unaenda Bujumbura,
lakini hii sasa hivi ndio bandari ya kisasa na kubwa. Nimekwambia kuna facilities ziko nyingi sana hapa, kuna mpaka passenger waiting lounge, pia kuna scanner kwa ajili ya usalama. Kwa hiyo ni bandari ambayo ina vifaa vingi vya kisasa na ilivyojengwa sofa mpaka sasa hivi ni kwamba hata machafuko ya ziwani ya tabianchi bado yameshindwa kuidhuru au kuiaffect hii bandari, sababu ilivyojengwa imejengwa kisasa na ina facilities nyingi sana. Na uniqueness yake ni kwamba imejengwa katika eneo ambalo liko ina kitu kinaitwa windbreaker au muundombinu ambao unazuia bandari iwe salama, isipigwe na mawimbi, kwa maana kwamba vikifunga pale havisumbui na upepo. Utaweza kuna pale kuna structure ambayo imejengwa pale inaitwa windbreaker kwa ajili ya kumake sure kwamba kifaa kikiwa bandarini, hata kama ukija mkubwa kiasi gani, chombo kile hakiathiriki. Kwa hiyo ni bandari ambayo ni salama na imedhamiria kuhudumia ukanda huu kwa usalama zaidi. Naam, pengine neno pengine tuseme cha ziada kuhusu bandari hii ya Karema, wewe kama meneja wa bandari, ni kitu gani cha ziada ambacho unatamani mtazamaji ambaye anakutizama sasa hivi fahamu kuhusu bandari hii ya Karema, labda ambacho hatujakizungumzia hapa? Ya kwanza niseme kwamba nashukuru sana serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kusapoti maboresho na katika hii sekta ya bandari. Tumeona maboresho mengi yanafanyika Dar es Salaam, sehemu mbalimbali, lakini hii ni moja maboresho ambayo ameendelea kuyasupport. Na ni eneo ambalo la kimkakati, ni jema kabisa wafanyabiashara na wateja wote wakatambua kwamba hii ni fursa ambayo wanatakiwa waishike vizuri. Nimesema kwamba waishike kwa maana kwamba ni fursa ambayo itawafanya wao sasa watamani na wenyewe pia kutafuta vyombo vya majini, whether ni boti ndogo ndogo au meli kabisa. Nimesema kwamba kuna mabenki ambayo kazi yao ni kutoa mikopo. Kwa hiyo wanaweza watu wakaungana tu kama kampuni, wakaungana na wakiungana wakapata mkopo, wakajenga meli yao, wakatumia fursa hii. Ni potential maji yako hapa, ziwa liko hapa. Kwa hiyo watakiwa watu wa grab hii fursa, kwa maana kwamba waone kwamba kuna haja ya kuungana pamoja au moja kwa benki, wakajenga vyombo vya majini, wakatumia fursa. Kwa hiyo na wazo kwamba bandari yetu iko hapa, lakini waitumie vizuri, na naamini kwamba kabisa bandari hii itafungua uchumi wa nchi na pia uchumi wa jamii nzima ambayo iko hapa inazunguka hapa, na itatoa ajira kubwa kabisa kwa wakazi wa eneo hili. Na huu ni mgodi wa eneo hili, mgodi wa eneo la wilaya Tanganyika na kwa Katavi. Tunaamini kwamba hata serikali ya hapa pia imeendelea kusapoti ya uwepo wa bandari hii, na hivi tunaamini kwamba bandari hii itatoa neema kubwa kwa wakazi wa hapa, na waasa tu kwamba wa make sure kwamba waitumie vizuri, waienzi, wasiharibu, na iingize mapato kwa binafsi, lakini pia mapato kwa serikali. Nikumbusha kidogo hapo kwenye upande wa gati, ulisema kuna gati ngapi mpaka sasa? Bandari hii ina gati kubwa mbili, ambazo kila moja ina urefu wa mita 75. Kwa hiyo kwa pamoja kwa sasa ni gati ina urefu wa mita 150. Ni ndefu 150. Kwa hiyo kwa meli ambazo zina urefu wa mita 75 kila moja, zitafunga mbili kwa wakati mmoja. Kwa hiyo ni gati sio nyingi sana, lakini iko very effective kwa maana kwamba utumiaji wake ni mkubwa, na pia kuna vyombo ambavyo viko vinahudumia kama hiki hapa kinaitwa crawl crane. Tuna mobile crane, tuna forklift zilizo kama zinafanya kazi. Pia tuna manpower kabisa ya kutosha, tuna watumishi wa bandari, lakini pia tuna wadau mbalimbali kama nilivyosema, tuna TRA, tuna watu wa afya, kuna watu wa uhamiaji ambao ni taasisi muhimu sana katika ukanda huu, kwa sababu kwa mpakani lazima wahamiaji wawepo na vile watu wa afya kwa kucheki afya zetu. Kwa hiyo ni bandari ambayo tunaamini kwamba
inafunguka sasa hivi kabla ya wakati wake. Kama ilifunga baada ya barabara hii kukamilika, lakini sasa hivi imefunga kabla ya wakati wake, na tunaomba barabara hii ikamilika itafunga mara 2 zaidi, itakuwa kubwa zaidi.